بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. katika darsa القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية، وهو منظومة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. tulimalizia katika darasa iliyopita kuzungumzia ubeti wa 14 unaosema وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. kuzungumzia kuhusu idha tazahamat almafasid, ikiwa kuna muzahama katika mafasid, ikawa hamna budi isipokuwa mtu afanye moja katika mafsada mawili, falwajibu an la yurtakab almafsada alkubra, wajib ni kuwa ile mafsada makubwa yasitekelezwe. Na haya tulizungumza kwa kirefu katika darasa iliyopita, na katika darasa ya leo biidhnillah taala tutauzungumzia ubeti wa 15. sema al-Imam Sa'di rahimahullah taala: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. sema kuwa kile kipengele cha kwanza ومن قواعد الشريعة التيسير katika ubeti huu la yastaqimu hakadha, katika uzani wa mashairi maneno haya hayako sawa hapa, maana yake iko sawa kabisa katika uzani wa mashairi. Na wako katika wale ambao walielekeza kuwa law qila والشرع من أصوله التيسير في كل أمر نابه تعسير, ingelikuwa ni bora zaidi. Na al-allamatu Muhammad bin Sa'id Raslan hafidhahu Allah ta'ala, yeye pia akauelekeza huu ubeti kwa kusema qa'idatu ash-shari'ati at-taysir fi kulli amrin nabahu ta'sir. yeye akauelekeza kwa namna hiyo, qa'idatu ash-shari'ati at-taysir, ambapo Imam Sa'di alisema wa min qawa'id ash-shari'ati at-taysir, yeye akasema qa'idatu ash-shari'ati at-taysir, na wengine wakasema wa shar'u min usulihi taysir. Kwa hivyo yote katika marekebisho haya tunaweza kuchukua akahifadhi pamoja na marekebisho yake. طيب, katika kueleza huu beti ambao wazungumzia qaida katika qawaid, msingi katika misingi ya sheria muhimu, almashaqqatu tajlibu at-taysir. almashaqqatu tajlibu at-taysir. almashaqqatu fi اللغة معناها التعب والجهد والعناء. katika lugha mashaqqa ni tabu, mtu kupata shida. والتيسير السهولة والليونة, na taysir ni usahali na ulaini. hii ni katika lugha. والمعنى الاصطلاحي أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف
فإن الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. kuieleza hii qaida ni kuwa anna al-ahkam التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف, حكم yoyote ya kisheria ambayo akiitekeleza mukallaf uchipuka katika kutekeleza kwake uzito juu ya yule mtekelezaji ambaye ni mukallaf, fa inna ash-shari'ata tukhaffifuha بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. katika hali kama hii sheria huleta takhfif katika hukumu ile, iwe itatekelezwa katika uwezo wa yule mukallaf bila ya uzito wa aina yoyote ndani yake. Kwa hivyo ikija hukumu, na tutaeleza kwa mifano tueleweke kile tunachokizungumza, ile hukumu ikawa na uzito kwa yule mukallaf katika utekelezaji wake, hapo hapo sheria huja na ikampa wepesi na usahali. دليل القاعدة أدلتها كثيرة جدا من الكتاب والسنة. دليل زي قاعدة nyingi sana katika Qur'an na Sunna. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نهيني عمدة katika hii qaida, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala haikalifishi nafsi isipokuwa kiasi cha uwezo wake. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah subhanahu wa ta'ala hawatakieni nyinyi wepesi wala hawatakieni uzito. وقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا, fanyeni wepesi msifanyie watu uzito. وبشروا ولا تنفروا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحديث في البخاري ومسلم. ni hadithi pia iko wazi katika wepesi wa sheria aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. kadhalika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu aliposema inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu, ay ghalabahu ad-din. Hakuna mtu atakayefanya uzito katika dini isipokuwa itamshinda. kwa hivyo hapa al-musannif rahimahullah ta'ala ذكر قاعدة من القواعد الكبرى الخمس. نتاج قاعدة miongoni mwa qawaid kubwa tano, na hizi qawaid katika wale wanaovioni muasirin ambao wameieleza kwa uzuri kabisa ni risala ya Sheikh Muhammad bin Umar Bazmul hafidhahullah ta'ala, amezisherehesha hizi qawaid tano. walaalla Allah idha yassar lana نقرأ الرسالة هذه بإذن الله تعالى من باب الفائدة إن شاء الله. ingine baadaye tutakuja kuisoma hii risala, faida nyingi zilizoko ndani yake. na qaida hii anna al-mashaqqata tajlibu at-taysir, na kama tulivyoeleza kuwa maana ya hii qaida anna al-amra idha shaqqa 'ala al-insan فإنه يأتي معه اليسر. jambo lolote likiwa zito kwa mtu, hukumu yoyote ya kisheria ikiwa ni nzito kwa mukallaf, lile jambo litakuja na wepesi wake. na fuqaha hii qaida
huieleza kwa maneno yao kwa kusema innal amra idha dhaqa ittasah, innal amra idha dhaqa ittasah. Jambo kila likiwa na dhiki zaidi, sheria yaje kufanya nini? Kukunjua lile jambo na kulifanya sahali. katika mifano ya faida alieleza Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi katika kitabu chake Sharh Manzumat Usul Fiqh wa Qawaidihi. Sema Sheikh Ibn Uthaymeen, kullu shay'in kallafa ash-shar'u bihi al-ibada min hadha ad-din fa innahu muyassarun. Kila kitu bidun istithna, kila kitu kilichoamrishwa na shari kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dini, basi kitu kile kitakuwa ni kipesi, ni sahali. Kisha akatoa dalili kama tulivyozitaja, wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala hutufanyia uzito katika dini. قال وحين ذكر أحكام الصيام مع مشقته، الله سبحانه وتعالى alipotaja ahkam za siyam pamoja na mashaka iliyoko ndani yake, قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال وهذه الإرادة هي الإرادة الشرعية، يعني أن الله تعالى شرع الدين تيسيرا عليكم. نا إرادة هذا يريد الله بكم اليسر ni irada shar'iyya, kwa hii sheria Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiwekea na dini, kile alichokusudia ni kuwafanyia wepesi, kuwafanyia sahali. qala wa qala Allah tabaraka wa ta'ala ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. akataja adilla na baadhi yake tumezitaja hapa, kisha mwisho akasema kullu hadha yadullu ala anna ad-dina yusrun. yote haya ni dalili ya kuwa hii dini ni sahali, nyepesi, haina uzito ndani yake. fakullu shay'in kallafa Allah bihi al-ibada fa innahu muyassarun min aslihi. kila jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewakalifisha waja wake, hilo jambo ni sahali na ni jepesi katika asli yake. kisha akataja al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala mifano, qala wa min al-amthilati ala hadhihi al-qa'ida, katika mifano ya hii qa'ida, al-mithalu al-awwal الصلوات الخمس التي هي أم العبادات العملية. صلاتان ambazo ndizo mama wa ibada za vitendo. قال فالصلوات الخمس يسيرة، swala hizi tano ni nyepesi na ni sahali kwa mtu kuzitekeleza. kisha akasema لو أنك ضممت بعضها إلى بعض لاستغرقت منك 75 دقيقة. لو كما utazikusanya hizi swala tano zote kwa pamoja, ule muda wake itachukua dakika 75. 75 دقيقة. لكل صلاة 10 دقائق ولكل وضوء 5 دقائق. kila swala dakika 10 na kila wudhu dakika 5, robo saa. فهي يسيرة بالنسبة لليوم الكامل. ukitizama siku nzima utakuta siku nzima ina masaa ngapi? 24. katika masaa 24 kinachochukuliwa kutoka kwako wewe katika swala ni jisadi 1 na dakika 15 peke yake.
قال وميسرة من جهة أخرى أنها وزعت على 24 ساعة. na wepesi mwingine ni kuwa hizo dakika zimegawanywa sasa katika masaa 24 wa anna aktharaha fi alwaqt alladhi yakunu fihi an-nas mustayqidhin. na swala nyingi zipo katika wakati ambapo watu wako macho: alfajiri, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha. pengine labda swala alfajiri peke yake ndio waamka kutoka usingizini, lakini si ndio waamka kwa ajili ya maisha yako. kwa hivyo ni sahali. nafikiri hili tuliona liko wazi. المثال الثاني فانو بيلي: الحق الواجب في الزكاة 1 في 40 في عروض التجارة. haki ambayo ni wajibu kuitoa katika zaka ni 1 katika 40 katika urudh at-tijara. wa fi adh-dhahabi wal fidda, katika dhahab na fidda, yani 2.5 katika 100. وهو سهل ليس فيه صعوبة أبدا. هيني سهل يكون وزيتوت ndani. قال ومع ذلك ففيها تسهيلات أخرى. na bado ndani yake kuna usahali mwingine. فليس كل الأموال تجب فيها الزكاة. si kila mali ya wajibu kwa kuwa kutoa zaka. فالمال الذي يحتاجه الإنسان لنفسه ما عدا الذهب والفضة ليس فيه زكاة. mali ambayo mtu aitumia mwenyewe isipokuwa dhahabu na fedha hakuna zaka. hakuna mtu akulazimisha kuilipia zaka gari yako, nyumba yako, kitanda chako unacholalia na mengineo mengi. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. hana muislamu katika mtumwa wake wala farasi wake sadaka, yani zaka, atoi zaka. المثال الثالث من الشيخ ابن عثيمين akatoa mifano katika nguzo za Uislamu: الصوم يسير في الحقيقة. ukweli wa mambo ni kuwa somo ni sahali, nyepesi. فهو شهر واحد من 12 شهرا. katika miezi 12 watu wafunga mwezi mmoja peke yake. ف11 جزءا من 12 جزءا يكون فيها الإنسان طريقا يأكل ويشرب ويتمتع بالنساء كما شاء. miezi 11 yani sehemu 11 za mwaka mtu yuko huru kula mchana, kunwa, kustarehe na mke wake, hakukatazwa. ومع ذلك هذا الواحد من 12 نصفه إفطار وذلك في الليل. pamoja na hayo, huu mwezi mmoja wenyewe nusu yake waruhusiwa kula, nao ni wakati wa usiku. mchana wafunga, usiku wala. فهو إذن ميسر والحمد لله. ni jambo sahali والحمد لله. المثال الرابع: الحج. وقد نص فيه بالذات على الاستطاعة. بل حج imetajwa katika nasi ya aya kuwa wajibu wake ni kwa yule mwenye uwezo. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لأن المشقة في الحج متوقعة في الوصول إلى مكة وفي أداء المناسك، فكل ما شرعه الله فهو ميسر من أصله. sababu mashaka katika haji yatarajiwa kule kufika Makka, kutekeleza tendo ya haji. kwa hivyo ndio maana ikaikuwa nini? Istitaa. kwa hivyo kila aliyekiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kuna nini? Wepesi, hakuna uzito.
حتى الذي هو ميسر من أصله إذا طرأ عارض يكون هناك تيسير آخر. hata kile ambacho tayari ni kipesi pia kukitokea uzito ndani yake chazidi kufanywa sahali zaidi. Tuchukulie mfano mfano ni ibada ya tahara. يجب على الإنسان أن يتطهر بالماء سواء كان عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر. ni wajibu kwa mtu kujitahirisha kwa maji iwe hadath ni ndogo au kubwa. فإن كان مريضا ويخشى على نفسه فإنه يفعل ماذا؟ يتيمم. angalia, pamoja na kuwa ibada ya udhu ni nyepesi, pia mtu akiwa ni mgonjwa aiogopea nafsi yake kutokana na kutumia yale maji asije akadhurika. Sheria imekuja na wepesi ndani ya hiki kilichokuwa kipesi, ikampa ruhusa ya kufanya nini? Tayammum. na dalili ni aya suratul Maida, وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. na hata katika hiyo tayammum pia kukafanywa na nini? wepesi mwingine, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu faqat, uso na viganja viwili peke yake. hatukuambiwa twende tukafanya nini? tukaoge na mchanga kama mnyama anavooga na mchanga, sio? alhamdulillah. فأوجب الله الطهارة بالماء في هذه الآية. فإذا كان الإنسان مريضا وخاف على نفسه من زيادة المرض أو تأخر البرء وكان يتضرر بالماء فإنه يتيمم. الله سبحانه وتعالى amewajibisha mtu kujitahirisha na maji, lakini ikiwa mtu ni mgonjwa au akajiogopea nafsi yake usije maradhi yakazidi au kuchelewa kupona hadhurika na yale maji, hapa ana ruhusa ya kufanya tayammum. na mifano hapa ni mingi. tukija katika sala, yajibu ala al-insani an yusalli al-fariidata qa'iman fa in lam yastati' فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحسين رضي الله عنهما صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ni wajibu kwa mtu kuswali swala yake ya faradhi kwa kusimama, ingawa ikiwa hana uwezo wa kusimama, hawezi kusimama, Mtume sallama mwambia Imran ibn Husayn radhiyallahu anhuma, swali kwa kusimama ikiwa huwezi kwa kukaa. ikiwa kwa kukaa huwezi, pia kwa kulala. kwa hivyo sheria imekuja na wepesi katika hali kama hii, na mifano ni mingi sana katika masala haya. Almashaqqatu tajlibu at-taysir. kila mashaka yanapopatikana na sheria huleta wepesi, sheria huleta wepesi. وكلما وجدت تعبا في عبادة فيسر الله عليك فيسر. kila unapopata taabu katika ibada Allah akakufanyia wepesi, chukua ule wepesi. yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. hapa kuna masala muhimu ambao ningependelea tuyaguse, aliyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi kadhalika. masala haya yachipuka katika hii qaida: idha ikhtalafa muftiyani ala qawlayn, mufti wawili wamekhtalifiana kwa kauli mbili, hal ya'khudhu biaysarihima qawlan au biashaddihima au yukhayyaru. huyu mufti ametoa fatwa yake kwa dalili, na huyu mufti mwingine akatoa fatwa yake kwa dalili. fatwa ya huyu ina wepesi na ya huyu ina uzito
je mtu atachukua ipi hapa? Atachukua yenye uzito ama atachukua yenye wepesi, au ana khiari, akitaka achukue huko, akitaka achukue huko? Haya masala kwa kweli ni muhimu sana, na ndio maana tuisoma hii qaida ili tusaidie katika hali kama hii. الشيخ ابن عثيمين اسمع يعني اذا استفتى الانسان عالمين، kwa mfano mtu akataka fatwa kwa wanavyuoni wawili, kilahuma ahlul lilfatwa, wote wawili wastahiki kutoa fatwa, ahlul lilfatwa, wakhtalafa, wakhtalifiana hao wanavyuoni wawili, fa in tasawaya indahu fil ilmi wad dini, ikiwa watakuwa sawa hao wawili kwake yeye katika ilmu walionayo na dini walivyoshikamana nayo, falil ulamai fi dhalika thalathatu aqwal, wanawavyuoni katika masala haya wana kauli tatu. القول الأول، قول ya kwanza، أنه يأخذ بالأشد، kuwa achukue kauli ya yule mwanachuoni aliyetoa fatwa ambayo ina uzito, yani amekaza na kuzuia, liannahu ahwatu wa abra'u lidhimmati, kwa ajili ya ihtiyat na abra'u lidhimma. Aina aje ujiingize katika tasahul kisha baadaye ukaje ukafahamu kumbe sivyo, ikakuletea matatizo. Hawasema aula basi uchukue ile ya yule aliyeshikilia na kutia nguvu katika swala lake lile alilotoa fatwa. والقول الثاني أنه يأخذ بالأيسر، kuwa atachukua ile kauli ambayo ni sahali katika zile mbili, liannahu aqrabu ila maqasid ash-sharia, kwa sababu kauli hii iko karibu zaidi na malengo ya kisheria. ولأن الأصل كذلك قال ولأن الأصل براءة الذمة فلا نلزم عباد الله إلا بما تيقن أن الله ألزمهم به. sababu asl ni kuwa mtu dhima yake iko huru bari, kwa hivyo hatuwezi kuwalazimisha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa tukiwa na yaqini kuwa Allah amewalazimisha lile jambo na kuwatilia tashaddud fulani ndani yake. hii ni kauli ya pili. والقول الثالث أنه يخير لتعارض العلتين، أنا خياري بسبب فعلة zote mbili zimegongana, kwa hivyo ana khiyari. الشيخ ابن عثيمين akasema والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر، na kauli iliyo karibu na usawa kwangu mimi ni mtu kuchukua kile kilicho na wepesi zaidi. limadha liannahu aqrabu ila ruhi ash-sharia, kwa sababu hii iko karibu zaidi na roho ya sheria, misingi ya kisheria. qala allahumma illa an la tatma'inna an-nafsu ilayhi, isipokuwa ikiwa nafsi yake ina dukuduku, haikutulizana katika kauli ile ambayo ni ya usahali. فحينئذ يأخذ بالأشد الذي تطمئن نفسه إليه، katika hali kama hii ataichukulia ile kauli ambayo ina uzito na kuna tashaddud ndani yake ambayo moyo wake utatulia. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس، wema ni yule ambao nafsi itatulizana kwayo. واطمأن إليه القلب، na moyo ukapata utulivu. والإثم ما تردد في الصدر، jambo ambalo ni la makosa utakuta ndani ya nafsi yako na nini, unashaka na dukuduku. hii hadith hasanahu Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو إلى ما لا يشق على الإنسان بدنا ولا نفسا. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa daima akilingania katika kutomtia mtu uzito katika mwili wake wala nafsi yake. Tazama
aliingia msikitini mtume sallallahu alaihi wasallam fawajada hablan mamdudan baina sariyatayn, akapata kuna kamba imefungwa baina ya nguzo mbili za msikiti. Qala ma hadha, mtume sallallahu akauliza hii nini, kwa nini kumewekwa kamba? Qalu hablun li Zainab, hii ni kamba ya Zainab radhiyallahu anha, shaddathu baina as-sariyatayn tusalli indahum, ameifunga baina hizi nguzo mbili yuwasali karibu na hii kamba. Fa idha fatarat ta'allaqat bihi, akichoka aegemea kwenye ile kamba. Faqala mtume sallallahu akasema la hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idha fatura falyarqud, fungueni hiyo kamba na asali mmoja wenu kwa nashati yake, anapokuwa na uchangamfu. Akichoka alale, asijilazimishe. Na hii pia ingia katika tilawati al-Qur'an, kadhalika fi dua, fi jamii al-ibadat, ingia ndani yake. Kwa hivyo mtu ashikamane na kile ambacho ni usahali kwake katika dini, na hii sikupelekee wewe kubaki basi kulalia katika uwepesi tu mpaka ukaharibu. La ifrat wala tafrit, usio utatupa mipaka, kila kitu chaenda nini. Ikitokea mashaka, hapo tusema kwa sheria moja kwa moja jana nini na taisir na wepesi. Na ndio ukaona mtume sallallahu hata masahaba wakimwambia awahusie katika ibada, yuwahusia katika ile sahali, sum yawman min kulli shahr. Qala zidni ya rasulullah, qala zidni sum yawmayn min kulli shahr. Qala zidni ya rasulullah, qala zidni. Akawa ni kama mwenye kuudhika, kwa nini yataka zaidi? Yatosha hizo. Akamwambia sum 3 ayyam min kulli shahr, funga siku 3 kila mwezi na utosheke na hiyo. Kwani alikuwa ashindwa kumwambia funga somo nabii Allah Daud kwa sababu ndio bora zaidi? Hashindwi, lakini ajaribu kumfanyia wepesi ili adumu katika ile ibada. Lakini leo hii fiqh wengi katika watu wameipoteza. Ya imma atakuwa katika tashaddud, awatie watu katika uzito, ya imma ataingiza tasahul mahali ambapo hapahitajiki kufanywa tasahul. Mtu akakufuata kukwambia mimi mmezoea kusikiza nyimbo, wanasihi vipi? Amwambia sikiza nashid, sababu huwezi kutoka kwenye nyimbo. Sasa wewe fanya hivi, wachana na nyimbo, wewe sikiza nashid. Kwa nini? Si badala, sio badala yake, na hii na afadhali, sio hii. Sasa makosa wamtoa mtu kwenye makosa, wampeleka kwenye makosa makubwa zaidi, kwa sababu nyimbo ni maasi na nashid ni bid'a. Hadha akhbath. Hii si tasaa, hii si kufanya yusr, hii ni kumtia mtu katika upotofu, waliyadhu billah. Au kukawa hakuna chochote cha uzito, lakini mtu akafanya tu kutafuta ule usahali wa lazima, hana illa yote, aje kuswali weka kiti, aona ni fashion ile kuswali na kiti ni fashion, aweka kiti wakati. Kwa nini? Anajisikia nkae leo. Ukiambiwa sema dini Yusuf ndio hivyo, la, makosa. Kwa hivyo hii kaida, watu wasifanye ifrat wala tafrit, wasipite mipaka bila ifrat wala tafrit. Wa khairul umur awsatuha, bora mambo ni yale kati. Na huu umma ni mbora wa umma uliokati na kati mambo yake. Fayambaghi lilinsan an yajtahida fi istikhraj taqatihi almaknuna fi nafsihi, mtu ajaribu kufanya kwa kadri ya vile anavyoweza. Ikiweza kufanya zaidi afanye, asiegemee kufanya uvivu, la. Lakini ukija uzito, basi hapo waingia nini? Wepesi kutoka katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.